Habari zenu wa Tanzania. Naitwa Robert Chiwango, mimi ni mdau wa elimu na mfuatiliaji wa maendeleo ya sekta ya elimu nchini, hususan somo la bookkeeping. Hivi karibuni kuna video ambayo tuliirusha, na katika video hiyo nilielezea changamoto mbalimbali ambazo zinalikumba somo la bookkeeping. Na nikasema endapo changamoto hizo hazitatatuliwa, basi tutakuwa tunalihatarisha taifa letu, kwa sababu tutakuwa tunaathiri taaluma nzima ya kihasibu nchini, lakini pia itakuwa ni vigumu sana katika taifa letu la Tanzania kuwapata wachambuzi wa masuala ya kibiashara walio mahiri. Watu hao wanaitwa business analysts, na bila kuwa na business analysts katika taifa lolote ambao ni mahiri, hata uchumi wa nchi hiyo unakuwa unalegalega. Kwa hiyo nilikuwa nimeshauri kupitia video hiyo kwamba kuna mambo ambayo tulikuwa tumeshauri yafanyike. Sasa watu wengi wamepiga simu na wameuliza maswali na kutoa mapendekezo, na kulingana na maswali na ushauri ambao wameutoa watu hao, ndio nimekuja kugundua kwamba watu wengi hawafahamu tatizo hili katika nchi yetu lilianzia wapi na tumefikaje hapa tulipo. Kwa kweli tatizo hili kama nilivyoelezea kwa kifupi siku ile kwamba lilianzia kipindi cha awamu ya 3 ya uongozi, wakati nchi yetu ikiwa inaongozwa na hayati Benjamin William Mkapa kama rais, na waziri wake wa elimu alikuwa hayati Joseph Mungai. Kipindi hicho Wizara ya Elimu iliamua kuyafuta masomo ya biashara katika hatua ya form 1 mpaka form 4. Wakasema masomo haya yatakuwa yanasomwa kuanzia form 5 na form 6. Lakini sasa kuanzia form 1 mpaka form 4 inafundishwa bookkeeping. Bookkeeping ni msingi wa accounting. Kwa maana ya kwamba wao hawakujua walichokifanya, lakini walichokifanya ni kama vile walitaka kusema kwamba watu wanaosoma taaluma hizi za uhasibu wafutiwe msingi, wasome tu mwendelezo, kwa sababu form 1 mpaka form 4 unafundishwa msingi, alafu form 5 na form 6 mwendelezo. Na kipindi hicho yalipofutwa masomo haya, hata walimu wanaofundisha masomo haya waliondolewa na kupewa majukumu mengine katika taasisi na idara mbalimbali za serikali, na ndio kipindi ambapo hata michezo mashuleni iliondolewa. Lakini alipoingia madarakani Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete katika awamu yake ya 4 ya uongozi, taifa letu lilipokuwa chini ya awamu ya 4 ya uongozi, Mheshimiwa Kikwete alifanya kitu ambacho kwa kweli mpaka leo hii tunampongeza, kwa sababu ndio kipindi ambacho alirudisha michezo mashuleni na pia akayarudisha na masomo haya ya biashara. Sasa michezo baada ya kurudi mashuleni, ndio tukaja tukagundua kwamba baada ya kufutwa ile michezo katika ile level hiyo ya shule, ilikuwa inaathiri mpaka ngazi za juu za kimichezo, kwa sababu hata timu zetu za taifa zilikuwa kipindi hicho ni dhaifu sana, kwa sababu tulikuwa tunakosa vitalu vya kulelea vijana hawa ambao baadaye wanakuja kuwa wachezaji ambao wanakuja kulisaidia taifa. Sasa kwa kuona hivyo, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akaenda mbali zaidi, akaenda mpaka kuleta makocha kutoka nje ili waweze kufundisha mpira kuanzia kwenye misingi ya grassroots, ambapo nakumbuka moja kati ya makocha ambao waliletwa alikuwa ni Masio Maximo kutoka Brazil. Na Masio Maximo aliufumua mpira mzima wa Tanzania na kuanza kuwafundisha wachezaji wa timu ya taifa zile basics ambazo walikuwa wamezikosa kipindi cha makuzi yao. Na tukaona sasa mpira unaanza kubadilika, na pia rais alihimiza sana kwamba academy za mpira zianzishwe maeneo mbalimbali. Nakumbuka TFF wakawa kipaumbele pamoja na wadau wengine wakaanzisha hizi academy. Na timu yetu ikaanza kubadilika, ikafikia mahali sasa hata tukishindana na timu za nje tukaachana na yale mambo ya kufungwa sio magoli 7, 9 mangapi. Ikawa sasa ushindani tunauona kabisa, na idadi ya kufungwa magoli ikapungua, na wakati mwingine tukawa hata tunazifunga timu kubwa tu kutoka nje, na hata zikitufunga zinatufunga yale magoli ambayo ni ya kawaida, ni ya kiushindani. Sasa turudi kwenye upande wa, au kabla ya kurudi kwenye upande wa bookkeeping, tuone walichokifanya wenzetu upande wa michezo. Upande wa michezo ni kwamba wao hawakuangalia walipoangukia, waliangalia walipojikwaa. Ndio maana wakaanzia kwenye misingi kabisa ya chini na kufanya mpira wetu uwe bora, na ndio maana hata juzi hapa tunaona matunda ya kuzianzisha sasa academy na kuzilea. Tumeanza kuyaona kwa sababu timu yetu ya under 17 iliingia fainali ya AFCON kwa kuyatoa mataifa vigogo katika mpira, na tuliingia fainali na timu ya Senegal na almanusura tuchukue ubingwa. Na yote haya ni matunda
yaliyoanzishwa na juhudi kubwa za Jakaya Mrisho Kikwete na TFF pamoja na wadau wengine wakaunga mkono. Sasa upande huu sasa wa pili kwenye masomo ya biashara sana sana bookkeeping, wadau hawakuangalia tulipojikwaa, wao waliangalia tulipoangukia, kwa sababu baada ya tamko la rais wao wakatangaza tu kwamba sasa masomo yamerudi, na kwa sababu walimu waliondolewa, basi walimu waombe kazi za kufundisha. Sasa walimu walioomba kazi ni wale ambao wao eneo hilo wanaotakiwa kufundisha la form 1 mpaka form 4 kufundisha bookkeeping ndio eneo ambalo wao hawakulisoma. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba walienda kufundisha masomo ambayo wenyewe hawakuyasoma, kwa sababu hawakusoma kwenye msingi, wao walisoma kwenye muendelezo form 5 na form 6. Kwa hiyo ndio ikaanza sasa, tatizo likaanzia hapo, wakaanza kufundisha walimu kwa namna ambapo wanajisikia wao, ndio upotoshaji ulipoanzia hapo. Kwa hiyo manake, kwa maneno mengine, sisi tulichokutana nacho cha kwamba walimu wanafundisha kwa kupotosha kwenye ufundishaji wa somo hili la bookkeeping, hawajaanza leo, wameanza toka wakati huo masomo haya yalipotangazwa kurudishwa, kwa sababu hakuna juhudi zozote za kisayansi ambazo zilifanyika kama walivyofanya kwenye upande wa michezo wa wenzetu. Kwa hiyo sasa sisi tunachokiomba, naona watu wengi tu hawaelewi. Tunachokiomba sisi tufanye kama walivyofanya wenzetu wa michezo, kwamba turudi chini kabisa kwenye basics. Walimu wapewe semina ya namna masomo haya yanavyopaswa kufundishwa, na nilisema siku ile kwamba kutoa ushauri wa kielimu kama hivi sisi kwetu haitakuwa mara ya kwanza. Kuna wakati vitabu vya mathematics vyenye mada za kihasibu vilikuwa vinaandikwa kimakosa, na ni mwendelezo wa tatizo hili kwamba ulivamia mpaka kwenye uandishi wa vitabu. Sisi tulishauri, na Taasisi ya Elimu Tanzania ambapo ndio wenye dhamana kuandika vitabu hivi walikuwa wasikivu, wakatusikia, wakachukua ushauri wetu, na nikasema kwamba sasa hivi vitabu vinavyoandikwa ni vizuri, lakini sasa kuwa na vitabu tu vizuri lakini ufundishaji wa darasani ukawa mbaya hautusaidii sisi kama taifa. Ndio maana tunasema hebu ngoja tuliangalie hili swala sasa kwa undani. Sisi tunaamini kwamba kikifuatwa hiki ambacho tunakishauri, tutaweza kuliokoa taifa letu lisiangamie. Kwa leo nafikiri sina maneno mengine mengi zaidi ya kuelezea zaidi ya hapa. Nafikiri sasa watu wengi hii itawasaidia kujua kwamba tulianzia wapi na tumefikaje hapa tulipofika. Asanteni sana kwa leo. Tukutane tena wakati ujao.